Habari za ulimwengu. Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Familia za mateka wa Israel zatuma barua kwa Trump kabla mkutano na Netanyahu leo. Naibu rais wa Marekani asema nchi yake inazingatia kuipa Ukraine makombora masafa marefu. Na Umoja wa Ulaya wathibitisha kurejesha vikwazo dhidi ya Iran. Habari kamili. Tel Aviv. Jamaa wa mateka wanaoshikiliwa katika ukanda wa Gaza wametuma barua ya dharura kwa rais wa Marekani Donald Trump kabla ya kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu baadaye hii leo. Katika barua hiyo, familia hizo zimemtaka Trump kusimama kidete dhidi ya majaribio yoyote ya kuhujumu makubaliano yaliyopatikana kufikia sasa. Pia imempongeza kwa mtazamo wake wa pande mbili katika kumaliza vita na kuwaleta mateka wote 48 nyumbani, kinyume kabisa na vita vilivyopanuliwa ambavyo Israeli inaendesha hivi sasa. Serikali ya Israeli inaamini kuwa mateka 20 kati ya 48 bado wako hai. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari, Trump anakusudia kuwasilisha kwa Netanyahu mpango unaoangazia masuala 21 ya kumaliza mapigano. Inaripotiwa kuwa mpango huo unajumuisha kuachiliwa mara moja kwa mateka waliosalia kwa kubadilishana na mamia ya wafungwa wa Kipalestina pamoja na kujiondoa kwa jeshi la Israel kutoka ukanda wa Gaza. Washington. Marekani inazingatia ombi la Ukraine la kupata makombora ya masafa marefu aina ya Tomahawk kwa juhudi zake za kukabiliana na wavamizi wa Urusi. Haya yamesemwa jana na naibu rais JD Vance. Katika mahojiano na shirika la habari la Fox, Vance amesema rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameitaka Marekani kuuzia mataifa ya Ulaya makombora ambayo yatayatuma kwa nchi yake. Pia ameongeza kuwa rais Donald Trump atafanya maamuzi ya mwisho kuhusu iwapo ataruhusu makubaliano hayo. Katika siku za nyuma, Trump alikataa ombi la Ukraine la matumizi ya makombora masafa marefu, lakini alikuwa akighadhabishwa na hatua ya rais wa Urusi ya kukataa kufikia makubaliano ya amani. Mjumbe maalum wa Marekani nchini Ukraine amesema Trump amedokeza kuwa Kiev sasa inapaswa kuwa na uwezo wa kufanya mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya Urusi. Brussels. Umoja wa Ulaya umethibitisha leo kuwa umerejesha vikwazo dhidi ya Iran kufuatia hatua kama hiyo iliyochukuliwa na Umoja wa Mataifa. Katika taarifa, urais huo umesema kuwa umechukua hatua hiyo kwa kujibu hatua ya Iran ya kutozingatia makubaliano ya nyuklia. Hata hivyo, umesema milango ya mazungumzo ya kidiplomasia bado iko wazi. Umoja huo umesema vikwazo hivyo vinajumuisha kufungia mali ya benki kuu ya Iran na nyingine za nchi hiyo pamoja na marufuku za usafiri dhidi ya maafisa wa Iran. Hatua hiyo imepokelewa kwa maoni mseto nchini humo. Nassim Company, mtafiti wa nchi za Asia Kusini na Afghanistan, amesema kuwa wataharibikiwa. Watu wa kawaida huenda wasiweze kuishi kama wanavyoishi sasa. Unajua, bei ya kila kitu inapopanda, mishahara ambayo serikali inawalipa wafanyakazi haitawatosha kuendesha maisha yao. Ameongeza kuwa vikwazo hivyo vitachangia kuzuka kwa matatizo mengine makubwa katika jamii. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Brussels. Umoja wa Ulaya umepongeza matokeo ya uchaguzi wa bunge nchini Moldova na kusema umeonyesha kuwa nchi hiyo ndogo ya mashariki mwa Ulaya iko kwenye njia sahihi ya kujiunga na umoja huo. Kwenye chapisho kwenye mtandao wa X, rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa amesema watu wa nchi hiyo wametuma ujumbe ulio wazi. Costa amesema wamechagua demokrasia, mageuzi na mustakabali wa Ulaya chini ya mwingilio na shinikizo la Urusi. Kwa upande wake, rais wa halmashauri kuu ya umoja huo Ulaya Ursula von der Leyen amesema ni wazi Moldova imepigia kura Ulaya, demokrasia na uhuru. Ameongeza kusema mlango wa umoja huo uko wazi na watasimama na nchi hiyo katika kila hatua. Ushindi huo mkubwa dhidi ya upinzani unaoegemea upande wa Urusi unaonyesha uidhinishaji wa nchi hiyo iliyokuwa jamhuri ya Kisovieti ya kutaka kujiunga na umoja wa Ulaya na kujinasua kutoka kwa mzunguko wa Urusi. Hatimaye Conakry. Guinea itafanya uchaguzi wake mkuu wa kwanza wa urais tarehe 28 Disemba tangu mapinduzi ya mwaka 2021. Haya ni kwa mujibu wa agizo la rais lililosomwa kupitia televisheni ya kitaifa. Tangazo hilo lililotolewa Jumamosi, siku moja baada ya mahakama kuu kuidhinisha matokeo ya kura ya maoni yaliyoidhinisha katika
ambayo inaweza kuruhusu kiongozi wa mapinduzi Mamadi Doumbouya kugombea. Hata hivyo, Doumbouya hajasema kama ana mpango wa kufanya hivyo. Katiba hiyo mpya inachukua nafasi ya mfumo wa mpito ambao ulikuwa umezuia utawala wa kijeshi kugombea na kufungua mlango wa Doumbouya kugombea. Pia inaleta mabadiliko ya kitaasisi kama vile muda mrefu zaidi wa muhula wa uongozi kutoka miaka 5 hadi 7 na kuruhusu kugombea tena wadhifa huo mara moja pamoja na seneti mpya. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Naam, kutoka chumba cha habari kwake Tatu Karema, asante sana. Na sasa mtazamaji na msikilizaji, tuangazie yale tuliyoyapa kipaumbele mchana huu. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kukamilisha pendekezo la mpango wa amani wa Gaza atapokutana baadaye leo na waziri mkuu wa Israel. Umoja wa Ulaya umethibitisha kwamba umeiwekea tena vikwazo Iran, na serikali ya Tanzania inatuhumiwa kwa kuzidisha ukandamizaji wa kisiasa dhidi ya wakosoaji. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Tunasikika kupitia redio wa shirika, vile tuko mubashara katika chaneli yetu ya YouTube na Facebook. Tafuta DW Kiswahili. Usisite pia kutuandikia maoni yako katika mtandao wa Instagram. Kule pia utapata taarifa nyinginezo ambazo tumekuchapishia msikilizaji. Lakini kwa sasa tuanzie na uchambuzi. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kukamilisha pendekezo la mpango wa amani wa Gaza atakapokutana baadaye leo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, huku vifaru vya Israel vikizidi kupenya katika jiji la Gaza na kuendeleza mashambulizi. Haya yanaendelea huku tawi la kijeshi la Hamas likiomba jeshi la Israel kusitisha mapigano ili kuwasaka mateka wawili wa Israel ambao imepoteza mawasiliano nao. Lilian Mtono anaripoti kamili. Tawi hilo la kijeshi la Hamas kupitia brigedi zake za Al-Qassam limewatolea wito wanajeshi wa Israel jana Jumapili kuondoka na kusitisha mashambulizi huko Gaza City kwa angalau masaa 24 ili wanamgambo hao wapate nafasi ya kuwasaka mateka hao ambao hatima yao inaweza kuibua kiwingu kwenye mkutano huu wa leo kati ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Rais Trump. Trump ameliambia shirika la habari la Reuters kupitia mahojiano kwa njia ya simu kwamba amepata mwitikio mzuri mno kutoka Israel na viongozi wa mataifa ya Kiarabu kuelekea pendekezo la mpango wa amani wa Gaza, na kwa maana hiyo ni dhahiri kwamba kila mmoja sasa anataka kufikia makubaliano. Kundi la Hamas hata hivyo limesema halijapata bado pendekezo lolote ama kutoka kwa Trump au kwa wasuluhishi. Israel ilianzisha mashambulizi makubwa ya ardhini huko Gaza City, ikiangusha majengo na kuagiza maelfu ya wakazi kuondoka katika kile ambacho Netanyahu anasema ni jaribio la kuliangamiza kundi la Hamas. Mpango huo wa Trump unataka kurejeshwa mateka wa Israel wakiwa hai ama wamekufa, Israel kutoishambulia tena Qatar, pamoja na duru mpya ya mazungumzo kati ya Israel na Palestina ya kuishi pamoja na kwa amani. Jana Jumapili, Netanyahu alikiambia kituo cha utangazaji cha Fox cha nchini Marekani kwamba Israel inafanyia kazi mpango mpya wa kusitisha mapigano, lakini bado kuna mambo wanayoendelea kuyashughulikia, akishirikiana na timu ya Rais Trump. Netanyahu anazidi kuelemewa na shinikizo la kimataifa la kuvimaliza vita na hasa kufuatia mashambulizi yanayoendelea Gaza City. Nchini Israel, baadhi ya mawaziri wa serikali ya muungano ya Netanyahu wametishia kujiengua ikiwa serikali itakubaliana na mpango huo ama kuvimaliza vita kabla ya kuliangamiza kundi hilo la Hamas. Hata hivyo, kiongozi wa upinzani Yair Lapid ameahidi kuliunga mkono bungeni na chama chake cha Yesh Atid, ingawa bado haijulikani ikiwa vyama vingine vya upinzani pia vitafuata mkondo huo. Huku hayo yakiendelea, jeshi la Israel mapema leo limesema limedungua makombora yaliyorushwa kutoka Yemen. Hata hivyo, hakukuripotiwa vifo wala majeruhi kufuatia kisa hicho. Mifumo ya kujilinda ya Israel wakati wote huwa tayari kuzuia maroketi na droni zinazorushwa kutokea Yemen.
Tangu kuzuka kwa vita kati ya Israel na Hamas, waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran wamekuwa wakiishambulia Israel kwa makombora na droni kama ishara ya kuwaunga mkono Hamas. Ni sauti yake Lilian Mtono. Tukisonga mbele, Umoja wa Ulaya umethibitisha leo Jumatatu kwamba umeiwekea tena vikwazo Iran kufuatia mpango wake wa nyuklia, siku moja baada ya Umoja wa Mataifa kurejesha vikwazo vyake kwa jamhuri hiyo ya Kiislamu kwa sababu sawa na hizo. Licha ya vikwazo hivyo, Umoja wa Ulaya umesema hatua hiyo haipaswi kuchukuliwa kama mwisho wa diplomasia na Iran. Iran yenyewe imelaani vikwazo hivyo ilivyowekewa, ikisema sio halali. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Vikwazo hivyo vilivyorejeshwa na Umoja wa Ulaya iliyo na nchi wanachama 27 vinajumuisha hatua za Umoja wa Mataifa za kupiga marufuku shughuli zinazohusiana na mpango wa nyuklia na makombora ya masafa marefu. Iran pia imewekewa vikwazo vya kifedha vinavyojumuisha kuzuiliwa kwa mali ya Benki Kuu ya Iran pamoja na marufuku ya kusafiri kwa viongozi kadhaa wa taifa hilo. Vikwazo hivyo vya Umoja wa Ulaya pia vinapiga marufuku ununuzi na usafirishaji wa mafuta ghafi, uzaji na usambazaji dhahabu na vifaa vya meli. Vikwazo vya EU vinafuatia vile vya Umoja wa Mataifa vilivyowekwa hapo jana baada ya mataifa matatu ya Magharibi, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza kuvirejesha, zikisema Iran imekiuka makubaliano ya nyuklia mwaka 2015 ambako nchi hiyo ilipaswa kuachana na mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia. Licha ya hatua hizo kuchukuliwa, viongozi wa mataifa ya Magharibi wamesisitiza kuwa bado milango ya mazungumzo ipo wazi. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema kuwekewa vikwazo hivyo hakumaanishi mwisho wa diplomasia na jamhuri hiyo ya Kiislamu. Iran imevikosoa vikali vikwazo hivyo, ikisema sio halali. Spika wa bunge la nchi hiyo Mohamed Bagher Khalibaf ameionya Magharibi kwamba hatua iliyochukuliwa itapata majibu makali. Jamhuri ya Iran inachukulia urejeshwaji wa vikwazo hivi kutokuwa halali. Tunatangaza kuwa nchi yoyote itakayochukua hatua dhidi ya Iran ikizingatia vikwazo hivi haramu itapokea majibu makali kutoka kwetu, na nchi tatu za Magharibi zilizochukua hatua hii nazo pia zitashuhudia majibu yetu. Mwisho wa mpango wa miaka 10 kuhusu nyuklia ya Iran uliopitishwa mwaka 2015 na Iran, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Marekani, Urusi na China huenda ukachochea mvutano zaidi katika kanda ya Mashariki ya Kati, miezi kadhaa baada ya Israel na Marekani kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran mwanzoni mwa mwezi Juni. Huku hayo yakiarifiwa, serikali ya Israel imesema inafahamu wapi jamhuri hiyo ya Kiislamu ilipoweka takriban kilo 400 za urani zinazodaiwa kuwa zimerutubishwa karibu kufikia kiwango cha kutengeneza silaha za nyuklia. Awali, mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kusimamia masuala ya nyuklia IAEA Rafael Grossi alisema Iran imekataa kufichua mahali urani hizo zilikohifadhiwa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema nchi yake inajua mahali zilikohifadhiwa na tayari imetoa taarifa za kijasusi kwa Marekani. Na waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Wadephul atafanya ziara hii leo nchini Poland ambako atahudhuria kikao maalum cha usalama. Wakati huo Marekani inatathmini uwezekano wa kuitikia ombi la Ukraine juu ya kuziuzia nchi za Ulaya makombora ya masafa marefu. Taarifa kamili yanayo Thelma Mwadzaya. Ajenda ya mkutano atakaohudhuria waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Wadephul hii leo inajikita kwenye mashambulizi ya Urusi na ukiukaji wa sheria za usalama unaoingilia anga ya nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Katika mji mkuu wa Poland, Warsaw, waziri huyo wa mambo ya kigeni ameratibiwa kuanza kukutana na wenzake Jean-Noel Barrot wa Ufaransa na Radoslaw Sikorski wa Poland katika msingi wa ushirikiano wa mataifa yanayounda mkataba wa Weimar. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ukraine Andrei Sybiha naye pia anatazamiwa kujiunga na kikao hicho. Kwa mujibu wa afisi ya mambo ya kigeni iliyoko Berlin, mazungumzo haya yatajikita katika juhudi za kuiunga mkono Ukraine na pia atahutubia kikao cha usalama cha mataifa ya Ulaya. Duru zinaeleza kuwa waziri Wadephul wa Ujerumani ametoa wito wa kujizuia hata baada ya Urusi kuendelea kuvamia eneo la NATO katika mataifa ya Poland na Estonia. Wiki mbili zilizopita, Urusi ilivamia Ukraine kwa droni ambazo ziliingia Poland, ambayo ni nchi mwanachama wa NATO, kitendo kilichokisukuma kikosi cha angani cha Poland na washirika wake kudungua droni hizo kwa mara ya kwanza. Wakati huo Ukraine imewasilisha ombi la mataifa ya Ulaya kuwapa makombora ya masafa marefu aina ya Tomahawk ambaye yatanunuliwa kutoka kwa Marekani. Kwa upande wake, makamu wa rais wa Marekani JD
Evans amesisitiza kuwa Rais Trump ndiye atakayetoa kauli ya mwisho kwenye suala hilo. Kwa sasa, kama alivyosema rais, tunalithamini hilo. Tunajadili maombi kadhaa kutoka bara la Ulaya. Jambo ninalorejelea ni sera za rais wetu kwa Ukraine na Urusi, na kwamba hilo limewasukuma wadau wa Ulaya kuwajibika zaidi. Kwa hiyo hatugawi hela tu nyingi na silaha. Tunachokifanya ni kuyataka mataifa ya Ulaya kununua pia silaha hizo. Endapo hilo litatimia, Urusi itajikuta katika njia panda. Ifahamike kuwa Marekani imekuwa ikikataa kutimiza ombi hilo la Ukraine la kupata makombora masafa marefu, ila juhudi za upatanishi na kusitisha vita zimeambulia patupo hadi sasa. Na mamlaka nchini Urusi imesema kwenye mashambulio ya droni ya usiku kucha, bibi na mjukuu wake ndio waliouawa katika mji ulioko nje kidogo ya Moscow kwenye shambulio la kuamkia leo. Ukraine na Urusi zimekuwa zikirushiana droni za kulipizana kisasi na kulenga viwanda vya nishati. Kulingana na gavana wa eneo hilo Andrei Vorobyov, droni 2 zilidenguliwa miji iliyoko kusini mashariki mwa mji mkuu wa Moscow. Nam, asante sana. Tunavuma kwa kishindo. Pengine upate kitambulisho alafu tuendelee na matangazo. DW tunavuma kwa kishindo.